Kulingana na taarifa zilizokusanywa kutoka kwa mashahidi wa wakati huo, ripoti za polisi wa Uganda pamoja na vyanzo vya kijasusi vya Kenya na Uganda, tukio la kutoweka kwa Kung'u Karumba linaendelea kubaki mojawapo ya siri nzito zaidi katika historia ya kisiasa ya Afrika Mashariki. Kung'u Karumba alikuwa mfanyabiashara mashuhuri na rafiki wa karibu wa rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Pia alikuwa mmoja wa wapigania uhuru waliotambuliwa kama Kapenguria Sit, kundi lililofungwa na wakoloni wa Kiingereza kwa madai ya kuchochea harakati za ukombozi. Hata hivyo, licha ya mchango wake mkubwa katika historia ya Kenya, maisha yake yalikatizwa kwa njia ya kutatanisha Juni mwaka 1974 huko Kampala, Uganda, chini ya utawala wa Rais Idi Amin Dada. Sababu ya safari yake Uganda ilikuwa ya kibiashara. Karumba alikuwa akijaribu kukusanya deni la shilingi 19,000 za Kenya kutoka kwa mwanamke mmoja aitwaye Margaret, mfanyabiashara aliyekuwa akiendesha shughuli zake katika soko la Kampala. Margaret alikuwa amechukua bidhaa za Karumba, hususan kahawa na mazao mengine ya kilimo, kwa ahadi ya kulipa baadaye. Malipo hayakuwahi kufanyika na juhudi za awali za mawasiliano zilikuwa zimegonga mwamba. Karumba, akiwa mtu aliyezoea kushughulikia mambo yake binafsi bila kuogopa, aliamua kusafiri mwenyewe kwenda Kampala ili kudai haki yake. Safari ya Karumba ilianza Nairobi mapema Juni mwaka huo. Aliondoka akiwa na mwanawe wa kiume, Peter Karanja, aliyekuwa na umri wa miaka 19. Walikuwa ndani ya gari jipya kabisa aina ya Toyota Hilux Pickup lenye nambari ya usajili 301 lililotoka moja kwa moja katika showroom. Gari hilo lilikuwa ishara ya mafanikio ya Karumba kama mfanyabiashara, lakini baadaye lingekuwa mojawapo ya ushahidi uliopotea katika sakata hilo. Walipofika Kampala, waliwapata na kukarimua na wenyeji wao, Ibrahim Mungai na mkewe Susan Wamaitha, Wakenya waliokuwa wakiishi Uganda na kuendesha duka la bidhaa katika jiji hilo. Ibrahim na Susan waliwapa hifadhi na pia walijitolea kuwasaidia kumtafuta Margaret katika soko la Kampala. Siku iliyofuata walifika dukani kwa Margaret. Hata hivyo, badala ya kupokelewa kwa maelewano, Margaret aliwapuuza waziwazi. Alikataa kuzungumza nao na alijifanya hana habari yoyote kuhusu deni hilo. Karumba, akiwa amekerwa, aliamua kuripoti suala hilo kwa polisi wa Uganda. Lakini maafisa wa polisi hawakuonyesha nia ya kuchukua hatua yoyote. Sababu kubwa ilikuwa hofu iliyokuwepo wakati huo, kwani watu wengi waliogopa kuingilia migogoro iliyohusisha wake au jamaa wa askari wa Idi Amin, waliokuwa na mamlaka makubwa na yasiyo na mipaka. Baada ya kukata tamaa kwa polisi, Karumba alirudi dukani kwa Margaret. Mara hii, mazungumzo yaligeuka kuwa mabishano makali. Margaret alimtishia waziwazi akisema, "Kwani unaendelea kuja hapa? Nitamwambia mume wangu wa jeshi." Kauli hiyo ilikuwa onyo zito katika mazingira ya Uganda ya wakati huo, ambako jeshi lilikuwa juu ya sheria. Karumba, kwa kujiamini kulikotokana na ukaribu wake na uongozi wa Kenya, alijibu bila woga, "Sahau mume wako. Mimi ni ndugu wa Rais Kenyatta wa Kenya. Kama hutalipa deni langu, nitaripoti hii kwa Rais Amin mwenyewe." Kauli hiyo, kulingana na mashahidi, ndiyo iliyogeuza kabisa mkondo wa tukio. Mara baada ya mabishano hayo, Margaret alionekana kupiga simu. Alizungumza kwa Kiluganda akisema, "Ngudi jare Bwaja Mugambe Muita," akimaanisha anataka mtu aliye upande wa pili wa simu ajulishwe kwamba anampigia. Ripoti zinaonyesha alipiga simu kwa mumewe, askari wa jeshi la Uganda, na akawahamasisha askari wengine kuchukua hatua. Susan Wamaitha, aliyekuwa ameambatana na Karumba, alihisi hatari na akamshauri, "Ondoka kabla mambo hayajazidi." Waliondoka haraka eneo hilo. Njiani walipita duka la Kit kununua maziwa na mahitaji mengine madogo. Susan alishuka kutoka kwenye gari ili kununua vitu hivyo, akimwacha Karumba ndani ya Hilux akisubiri. Ilikuwa ni dakika chache tu. Susan aliporudi, alikuta gari na Karumba vimetoweka kabisa, kana kwamba vilimezwa na ardhi.
Asubuhi iliyofuata, tukio la kutisha zaidi lilijitokeza. Bamaid kutoka baa moja iliyokuwa karibu alifika nyumbani kwa Ibrahim na Susan akiwa na habari nzito. Alisema kwamba askari walikuwa wamelewa usiku kucha wakisherehekea, wakidai wameua ndugu wa Kenyatta na kuutupa mwili wake katika msitu wa Mbira. Ibrahim Mungai akiwa na wasiwasi mkubwa aliamua kwenda mwenyewe hadi msitu wa Mbira, eneo lililojulikana kwa miti mingi, udongo wenye unyevu na mistari mirefu ya vichaka. Huko alikuta vipande vya shati vilivyofanana na vazi alilovaa Karumba siku iliyopita. Pia aliona alama za magurudumu ya gari, dalili kwamba Hilut ilikuwa imepelekwa eneo hilo. Akiwa na hofu na hasira, Ibrahim alirudi na kutoa taarifa moja kwa moja kwa Koloneli Isaac Maliamungu, aliyekuwa msaidizi mkuu wa Rais Idi Amin na afisa mwenye nguvu kubwa katika ujasusi wa jeshi la Uganda. Maliamungu alikuwa mtu mwenye mafunzo ya kijeshi kutoka nje ya nchi, ikiwemo Ufaransa na Israel, na alikuwa na mamlaka makubwa juu ya operesheni za kijeshi na usalama. Alipokea taarifa za Ibrahim na kusema kwa sauti ya kujiamini, nitafanya utafutaji mzuri. Rais Amin atafurahia haki. Kauli hiyo ilionekana kutoa matumaini ya haki, lakini baadaye ilidhihirika kuwa ni pazia tu. Maliamungu aliongoza kile kilichoelezwa kama utafutaji rasmi, ulioshirikisha askari takriban 50 na helikopta moja ya jeshi. Utafutaji huo ulitangazwa hadharani, lakini ripoti zake rasmi zilihitimisha kwamba hakuna mwili uliopatikana na hakuna ushahidi wa uhalifu. Hata hivyo, vyanzo vya siri na ushuhuda uliorekodiwa vinaonyesha picha tofauti kabisa. Inasemekana Maliamungu alifahamu vyema kwamba askari wake walimvamia Karumba baada ya simu ya Margaret, wakamkamata, wakamtesa na hatimaye kumpeleka msitu wa Mbira ambako maisha yake yalikatishwa. Ripoti zinaonyesha kuwa Maliamungu alimjulisha Rais Idi Amin moja kwa moja katika mkutano wa Ikulu. Alimwambia, Rais, mjinga huyo kutoka Kenya alidai kuwa ndugu yako. Askari wamefanya kazi yao. Amin, kwa mtazamo wa kutisha, alijibu, vizuri, Koloneli. Kenya itajua sasa, hakuna kudanganya Uganda. Kauli hiyo inaonyesha wazi jinsi mamlaka yalivyotumiwa kama silaha ya kisiasa. Baada ya tukio hilo, gari la Karumba aina ya Hilut lilipelekwa katika gara la jeshi huko Entebbe, likasafishwa na hatimaye kuharibiwa ili kufuta ushahidi wowote. Peter Karanja alirudi Kenya akiwa hana ufahamu kamili wa kilichomtokea baba yake, na familia ya Karumba ilianza safari ndefu ya kutafuta haki bila mafanikio. Kwa mujibu wa sheria za Uganda, mtu aliyepotea bila kupatikana kwa mwili alitangazwa kuwa amekufa baada ya kupita miaka 7. Hivyo ndivyo ilivyomtokea Kung'u Karumba. Hakuna kesi ya jinai iliyowahi kufunguliwa dhidi ya askari waliohusika wala dhidi ya Koloneli Isaac Maliamungu. Margaret aliendelea na biashara zake kana kwamba hakuna kilichotokea, na deni la shilingi 19,000 lilipotea pamoja na Karumba. Ripoti za kijasusi za Kenya zinaonyesha kuwa Maliamungu alikuwa kiungo muhimu katika kuficha ukweli, akilinda maslahi ya Idi Amin ili kuepuka mgogoro wa kidiplomasia na Rais Jomo Kenyatta wa Kenya. Kwa jumla, kifo cha Kung'u Karumba kilikuwa onyo kali kuhusu hatari za mamlaka yasiyodhibitiwa na mazingira ya hofu yaliyotawala Uganda chini ya Idi Amin. Koloneli Isaac Maliamungu alicheza nafasi ya kati, akisimamia kile kilichoonekana kama uchunguzi, lakini kwa hakika akifunika ukweli mchungu. Hadi leo mwili wa Karumba haujawahi kupatikana, gari lake halijulikani lilipoishia, na msitu wa Mbira unabaki kuwa alama ya siri, ukimya na majeraha ya historia ambayo hayajapona.